tumebahatika leo kupatana na kiongozi mmoja, kiongozi kijana, kiongozi shupavu kutoka kaunti ya Baringo. Mlikuwa mnaita Baringo wakati ule. Mbunge wa Mogotio Reuben Kiborek. Asante sana kwa kutukaribisha. Nimekuja tufahamu mawili matatu kuhusu jinsi siasa za Kenya zinaendelea. Wiki hii imekuwa wiki ya hapa na pale. Sijui kwako imekuwa vipi kisiasa? Wiki imeenda sambamba. Wiki imekuwa shwari. Unajua wiki ukiamka ukiwa na afya na kukiwa na amna bad news kwa taifa la Kenya, wiki ni nzuri. Ni mambo mengine ya siasa hapa kule, hizo si secondary. Primary ni afya kwa familia, afya kwa Wakenya, na kukua kuna ile news mbaya kwa Kenya. So kwa sasa nafikiri wiki imekuwa sawa. Wakati huu bunge mko katika likizo fupi, lakini hii pia ni wiki muhimu. Juzi tumeona speaker ametoa ilani kwamba ile finance bill, mchakato wa finance bill tayari umeanza. Sijui mambo yako vipi kule bungeni? Tumekuwa kwenye recess, na ukiwa kwenye recess unafanya kazi ya mashinani. Wakati ya recess ni kwamba tumekuwa kwa kazi kubwa ni budget. Tumekuwa katika ile inaitwa tukifanya budget estimates, na tumekuwa tukifanyia kazi kwenye bunge, na pia ukipata nafasi unakimbia mashinani, sababu ukiwa unafanya ile kazi ya bunge ya kila siku huenda kwa zingine nafasi ya kufika mashinani. So hii wakati ya recess huwa tunaenda mashinani kwenda kuongea na watu, kwenda kufanya kazi, kufungua miradi na kuchapa shughuli. Lakini muhimu zaidi tumekuwa tukifanya hii wiki ni mambo ya budget, ambayo lazima, unajua budget ya Kenya inaandaliwa kule bungeni, na ni lazima tuwajibike na tutengenezee Kenya budget ambayo ni progressive na iko na ile transformation ya taifa letu la Kenya. Wakati huu mwaka wa 2025 kama wabunge, najua mnataka uwe tofauti na mwaka jana. Wakati wa mwaka jana wa budget mambo yalikuwa yamechemka kidogo. Sijui najua ni wakati mpya labda, ama ni bado mambo hajaenda sana. Sijui kulingana na sasa kama wabunge ni nini itakuwa tofauti mwaka huu kulinganisha na mwaka jana? Mwaka jana propaganda ilikuwa mengi. Propaganda ilitangulia. Sio kabla finance bill kufika, watu walikuwa na information mingi ambayo sio ukweli. Kwamba shamba itafanywa nini, kutakuwa na nini, itataksiwa nini, itafanywa nini. Hii mwaka nafikiri iko na Wakenya wameanza kuona ile mambo tulisema. Kama ni mambo ya affordable housing imeanza kuonekana. Kama ni mambo ya SHA imeanza kuonekana. Kama ni mambo ile tulikuwa tunaipanga imeanza kuonekana. What William Ruto did, alifanya transformation mingi at the same time. So unfortunately leader, ukitaka kupigiwa makofi, ukitaka kushangiliwa, uache vitu ambayo ni radicals, ambayo ni transformation, kwa sababu barabara transformation ukisoma kwenye China, ukienda Singapore, ukienda mahali mengine, ilikuwa ni chungu. Transformation kuanga chungu sana, iko na resistance mingi sana. Ikikosa resistance ujue hii si transformation. Ukiona watu wana resist, baada hiyo resistance kuna acceptance. Watu wanasema na ukweli mtu alikuwa anajua. Kibaki pia alikuwa hii barabara, aliingia 202 akabadilisha vitu mingi sana. Ikufika 205 akapigiwa vita mpaka akafunja budget, akafunja kabineti yake. Kufika mahali Kibaki akapoteza referendum ambayo ilikuwa inasponsoriwa na serikali. It was very unpopular, but hadi saizi tunasema ule rais mwenye alikuwa rais mzuri Kenya ni Stanley Mwai Kibaki Emilio. Sababu gani? Sababu ya kwamba alifanya ile vitu yenye ilikuwa unpopular at that particular moment, but baadaye mtu anaketi anasema na mtu kile alikuwa amepiga shughuli, mtu kumbe alikuwa wise. So ni ile katika hiyo transformation ukijaribu, sababu NHI for example ilikuwa imefika mwisho 59 years. Aisongi, corruption, scandals, aisongi. Kupendua kuleta kitu mpya, lazima watu wangekata. Lakini sasa hata unaona vile SHA inaanza kubalika. SHA watu wako na testimonies bado kidogo, hapo kwa outpatients tukase kidogo, na hapo kwa chronic disease tuongeze pesa kwa budget, inakuwa sawa. So ile transformation ni mambo ya mauses. Ukiona Mukuru vile mashughuli inatokea Kibra, unajua kila mtu amekuwa akijiuliza hii Kibra iko hapa, ni siku gani hii Kibra itabadilika? Tutakuwa na Kibra ambayo inakaa modern, dignity, iko na heshima, si flying toilet na nini. Ilikuwa ni kama ndoto, lakini ukiona ile manyumba imejengwa pale, na ndio mwanzo. Unajua ile ndio mwanzo, lakini unaona ile kazi shughuli imepigwa.
Ukiona Mukuru ile shughuli, unajua mimi niliishi Mukuru siku moja. Unajua saa zingine watu wengine wana, so mimi nimeishi Mukuru hapo. Nafikiri kama miezi kadhaa, karibu mwaka. So ni ile shughuli ambayo imepigwa, unaona yenyewe hapa kazi imefanyika, imepigwa. So ukiona hiyo kazi imepigwa, unaanza kubali kweli rais anafanya kitu. Sisi wote tunatoka western, upande ya western ya Kenya. Unajua ukiteremka Rift Valley, western na Nyanza, ni western part of the country. Barabara ya Mau Summit Nairobi to Nakuru ikipigwa dual, William Ruto hakuja kae na idea yetu kwa kula kwake, hakuja achukue. Tumeumia barabara, kuna kijiji cha potesa watu kwa hiyo barabara. Tuenda Christmas ni ngoma. Kwenda Christmas ni ngoma. Muna daza hapa jam kuanzia Kinale. Tumeumia. Mabarabara zingine Kenya zimetengenezwa, lakini ile ikaachwa, na ndio inaleta pesa mingi. It's the main highway kwa jamhuri yetu ya Kenya. Tumeumia. Tukisaidiwa rais vile tumeambiwa tarehe 1 mwezi wa 7 hiyo barabara ikianza, watu wataanza kusema ai, na ni kweli. Wakati Talanta Stadium ilikuwa inapigwa shughuli hapa hii Talanta, ilikuwa ni kipindi tunasema hapana, hakuna, ni historia kawaida, historia jaba. Sasa ukiona vile ile kazi inapigwa pale, inasonga. Watupigie tu hii shughuli ya kuanzia Nairobi mpaka Nakuru ikuwe dual liver. Tunashukuru Mungu. Alafu ipigwe SGR moja mpaka Malava. Ukienda Ingo, unaingia hapa, unaingia Kisumu, unasonga. Tumeumia kwa muda pia. So ndio umesema mwaka jana kama mbunge, labda unajiuliza, umesema propaganda ilikuwa mingi. Unajiuliza labda mwaka huu kwa utofauti, labda tayari kama we mbunge umepanga mambo ya public participation, kuwahusisha wananchi wako kule Mogotio, wananchi wa Kenya in general, we kama mbunge wa UDA, labda mwaka huu nataka kufanya tofauti mambo ya public participation, ndio maana hapa mbele kusikwe na zogo. Tulikuja tukafanya public participation, tukastructure vizuri kwamba tunakuwa tunafanya public participation pale kwa constituency. Kotini ilipeana mwelekeo ya kwamba before, unajua katiba yetu imekuwa ni document ambayo tunapika msasa kila wakati. So nafikiri hii mwaka tumepiga shughuli 2 ya public participation pale constituency. Hata moja tumetoka ilikuwa ni NGCDF, tukipiga shughuli ya public participation. So tumekuwa na formula ya kufanya public participation, tumeimprove on the side ya public participation, na kwamba kila mjumbe anarudi nyumbani anaenda kufanya public participation pale constituency na raia. So ikifika hiyo wakati tutaenda tuifanye ile public participation, tupige shughuli, tuongee na watu, tupange 1-2, tuone vile itaenda. Mwaka jana pia kulikuwa na tetesi kwamba wabunge mlilazimisha ile finance bill kwa wananchi ambao wako wanaitaka, ndio maana mambo yalitokea vile yalitokea. Labda mwaka huu, other than kukuwa na ile public participation, mnataka umefanye aje iwe tofauti, ndio mambo ya kusikue na mvutano ama kusikue na yale yaliyotokea mwaka wa 2024? Hatukulazimisha. Last year tulifanya kidemokrasia. Ile bunge imepewa katika katiba yetu na kipengele zetu imepatia nguvu bunge kufanya ile kazi. Tulikuwa tumboka yetu, tulikuwa shughuli yetu, tunapiga shughuli yetu vile tunapiga shughuli yetu. Watu wanasema labda mlikuwa mmepata orders. Ni kama wewe vile unapiga shughuli yako sasa hapa mtu ya media. Kuna mulika mtu anapiga mboka yake anapiga shughuli yake. Hatukuwa tumepata orders, sababu mwenye alienda akairudisha na akakosa kuisaini ile kitu ni rais mwenyewe. So kwa sana watu wanafikiria labda kuna orders, labda kuna nini. Hapana, ilikuwa ni tumesoma ile finance bill. Ilikuwa na hiyo finance bill tulipitisha mwezi wa 11. Ilirudi tukapitisha yote na hakuna mwenye aliandamana, hakuna mwenye alikata. Ile pressure tu na shughuli ya kisiasa ilikuwa imepigwa pressure, lakini baadaye mwezi wa 7, mwezi wa 11, 10 tulipitisha hiyo finance bill. And the same tukaipitisha. Ile tu pressure na ile momentum na ile mob psychology. Ile watu wanajichocha, twende watatujua. Ile kawaida, mimi ni kijana, hata mimi niko na ile psyche, naelewa wisdom na psychology ya vijana. Ile kujichocha, leo watatujua. Kidi ilikuwa tu ni hype, ilikuwa hype hiyo wakati. Ilikuwa tu kama fashionable siku hiyo kuonekana wewe ni fighter, wewe ni mtu umepigana, umekuwa part of the struggle, umepigana. But ilikuwa unfortunate, but again ilitupea lessons mingi. Ilikuwa unfortunate incidents sababu kuna maisha zilipoteshwa, na pia karibu bunge ya taifa iletwe chini, lakini ilitufunza pia vitu mingi, na ilikuwa
iliamusha vijana wakuwa uhusike na ile mambo ya governance na leadership kwa jamhuri, ambayo ni mzuri sana. Ni mzuri kwa vijana wajihusishe kwa ile leadership, wajihusishe kwa governance, wakuwe part and parcel ya uongozi, so that we have a country where kila mtu ni cautious kwa Kenya inaendelea. So hiyo ndio ilikuwa kama positive side of it, that it awakens the young people so that they involved in the leadership of the land. But again, ni unfortunate sababu tulipoteza maisha, ilikuwa sura mbaya, so kuna watu waliumia, that in the middle of that. But outside that, it was positive because iliamusha ari ya vijana kuhusika na uongozi, ambayo ni mzuri. Kwa sasa pia finance bill inakuja, ama wakati huu mwezi huu wa 5 kuelekea mwezi wa 6, pia siasa zimeanza kuchacha. Wiki hii tumeona aliyekuwa naibu wa rais ameweza kuzindua chama. Jana tumemwona amekuwa kwenye interview fulani ambaye ametoa matamshi ambaye leo nimeona watu wameweza kuyazungumzia sana. Sijui kwako matukio ya wiki hii kisiasa unayachukulia vipi? Ule aliyekuwa naibu ya rais ni mtu alikuwa rafiki yangu hapo nyuma, na alikuwa rafiki yetu sisi wote, sababu ni kiongozi wetu. Unajua mtu akiwa kwa uongozi lazima akapewe ile heshima na ile ari yako na kabla yeye mwenyewe ajaribu. Nimeona akisindua chama ni sawa, ni haki yake ya kidemokrasia. Huwezi ongelea mtu amesindua chama, ni chama kama ile nyingine. Lakini ile matamshi yenye alisema ya kwamba Kenya itaenda barabara ya 2007 haikunipata mimi kama haikunipata off guard, ama haikunishikisha butwa. Haikunishtua sababu it was not unexpected of him. Ni kitu kwake, ile mtu amekaa na yeye kidogo, hata kama ni wiki moja unamjua. Wale watu wamekaa na aliyekuwa naibu ya rais wanamjua. Naibu ya rais kuna ya TV na kuna ule wa person na mkiwa naye, ile ya kawaida kwa maisha yake. Akiwa kwa TV anakaa msema kweli, mkweli, anakaa shujaa, anakaa mjasiri, lakini ule mtu kwa mkiwa naye ama kwa person hakuna mtu mwoga kama ule, na hakuna mtu mrongo kama yeye. So Kenya imenifanya pia kwa hii miaka yangu kidogo kwa siasa, nimejua kwamba kumbe mtu anaweza kuwa na dual personality. Mtu anaweza kuwa mtu mwingine kwa ukiona kwa TV kama umjui, na kuwa mtu mwingine kwa real life. Nasema hivyo kwa nini? Sababu ule mtu ni mtu mnafiki sana, very selfish. He'll stop at nothing, hata kuchoma nchi, so long as apate Kenya anataka. Ule mtu anaweza choma nchi. So si ati ni mtu alitupata kutushtua, ni ile mtu is too greedy and desperate for. Mimi nimemuona mara ya kwanza mimi kuona naibu ya rais ni 2022 wakati wa mjujo nani atakuwa naibu ya rais. Pale Kare tulikuwa tumeshamaliza nomination yetu. Mimi sikuwa namjua until sijai kutana naye in person, so sikuwa na yeye hata kwa zile campaign mimi sikutana naye. So ile Kare ni ile kuchagua naibu ya rais tukawa pale. So mimi kama ile kijana mwenye anataka kuona mambo vile nafanywa, nikawa pale karibu. Mimi sikuhusika kwa Kenya ile kwa inafanywa sababu sikuwa eligible. Nilikuwa tu kijana kama yeye mwenye ako na tiketi ya nomination ya chama ya UDA. Pale Kare tukakuwa pale, shughuli kapigwa. Wabunge ya Mlima wakaambiwa wachague wanaenda kwa naibu ya rais. Around 27 or 30 something wote wakapiga wakasema wanataka Kindiki. Kama watano. Ilikuwa ni huyu Kimani Ngunjiri wa Nakuru. Kulikuwa na Kawanjiko, Ndende Nyoro, walikuwa kama watano. Haipiti hapo, walisimama naye akatoka. Wakati Kindiki watu maamoni, Kindiki akatoka na akalia, na alikuja na bibi yake na acceptance speech. Akatoka hapo kwa Karen tukiwa hapa, akatoka akalia na akaongea mingi akienda. Hata ni kama Uhuru amesema ukweli, kama nyinyi ni watu wabaya nini, akatoka akilia. Alilia kabisa, niliona machozi kitoka, akaenda akafuatwa. Sijui alifuatwa na Sudi na Ndindi Nyoro kurudishwa. Baadaye kuongea Kindiki akakubali kucede ground. Ile katika ile pilika rais akaongea na akakubali kucede ground. Viongozi wengi walikasirika. Rais akamwambia sawa, tutumruhusu. Naye pia akaahidi atabadilika.
Unajua ukiwa na viongozi 5 2022. Kufika wakati ya kuimbichiwa pia alikuwa na viongozi 5. Miaka 2 ukiwa naibu rais hata hukuongeza viongozi wa kwa 20. I mean, wakati ya unajua kuna vitu ambaye ni funny sana sababu watu wenye walianza kusema Rigathi Gachagua imbichiwe, wengine walienda wakamsupport baadaye. Huyu senator wa Murang'a anaitwa Nyotu alikuwa kwanza sema tutoe mtu, tumutoe, tumweke huyu nani huyu Mureu wakili wakatanga kwa bunge. Hao ndio walianza lobbying ya kusema hii mtu tumuimpeach. Mara ya kwanza ilikuwa impeachment ilienda kama mara 3. Ya 3 ndio ilienda through. Wakili Mureu asema hii mtu tumtoe, tumweke Ndindi. Nyotu, huyu Wandeto, huyu Wanyeri tumutoe mtu. Walifanya lobby mingi sana. Lobby. At least for me walikuwa confused. Huyu hakuwahi sema atolewe asitolewe, alikuwa hapa anashindwa hivi tutafanyaje. Hakuwahi sema atolewe. Baadaye ndio hao wakaenda wakasema wakasikia vile joto labda ground vile nasema wakaenda kujifanya wako na lakini bado alikuwa na viongozi. Si alipata kura kama 14 ama ngapi? Alipata kura kama 30 ama 20 na ngapi, 20 na kitu. Ukitoa ile kura ya Wiper wanabaki na kama 8 kutoka kwa UDA yetu. So unaona bado ile baada ya 2 years kukuwa deputy president na kupata marafiki juu ya personality. What people don't know is that former deputy president is a very difficult personality, extremely difficult personality. Mimi mwenyewe nilikuwa na shida naye. Alikuwa mti yangu. Tembea naye Mathira, kaenda hadi kwake wa Munyoro. Nikamwomba akuje Mogotio, hakukuja. Tukaendelea tu kuwa marafiki. Siku moja tukaenda mchango. Churo, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Hii mchango sikuwa niende. Aliyekuwa seneta ya Baringo Cheptumo, kukakuwa na radio wiki pale Baringo. Viongozi wengine wakasusia kwenda na mwenye kupanga mchango ni Cheptumo. Cheptumo akaniambia nikienda peke yangu itakuwa sura mbaya. Tuende. Mimi nilikuwa niende Eldoradini, kulikuwa na tournament ya mpira ilikuwa inafanywa na Murkomen kule hiyo siku. Ilikuwa tarehe 1, I think tarehe 1 December if I'm not wrong. So mimi nikamwambia Cheptumo basi tuende, tuliamulia hapo bunge hapo. Akaniambia tuende tu. Ndio nisiende peke yangu sikuwa sura mbaya. Twende. Wewe ni kijana wangu. Twende. Because wewe you are a young man. Najaribu Cheptumo ananiambia kukomenta hii Baringo tushikanishe ikuwe moja, tusikuwe na mipaka. Nikamwambia tuende. Mchango wa Kamget. Tukapanda ndege mimi Cheptumo na Ndindi na Ndindi Nyoro na kijana yake aitwa Richi. Tukaenda Churo. Tukafika Churo tukapiga shughuli. Mimi sikuangalia hata vitu ya 32 ama 27. Mimi niliongea tu mambo ya security. Sema tukae vizuri security nini. Tukarudi. Tukakuja na ndege kulikuwa na udhoni ilikuwa Nyeri ya Mushira. Mbunge wa Oljoro Rock. Nikashuka hapo na Ndindi tukaacha ndege ikaleta Cheptumo Nairobi. Mimi nikashuka hapo tukaenda tukafanya udhoni ya Mushira na Ndindi. Kufika watu wakanichokoza, anasema Ndindi. Sasa vile nilishuka na Ndindi watu wakanichokoza, rais na naibu yake. Sasa mimi na Ndindi tukiingia. Mimi nikafikiri ni jokes tu, maneno tu ya kipindi ya town. Sasa tukatoka hapo nikaomba hii Gachagua Ndaragwa. Juu nimeachwa na ndege na gari yangu iko Mogotio na alikuwa anaenda Nakuru akanibeba. Akanipea lift mpaka Nakuru nikashika gari yangu nikaenda ground. Hiyo story zikakaa 2 weeks later at around 14 ama ngapi ama 15 hapo 18 kwa kuwa na ile soko yetu ya mbuzi. Kimalel. Na hivyo rais akashuka. Mimi nikaenda kumlaki. Unajua anashuka before rais. Akashuka. Mimi nikaenda kumlaki. Akanipiga msomo. Akaanguka na bibi decide kile nikashindwa nini mbaya. Hata sijui nimefanya makosa gani. Akanisomea mbaya. Hivi jana nini? Akanipiga msomo hapo, wengine hata sitaki kusema hapa sababu sasa mtu mwingine anaweza nitumia kunisomea hivyo. Sasa nikaisha nguvu. Nikaenda nikakaa kando huko nikasema hata sina shughuli na hivi mtu amenisoma. Akaenda salimia Kamget. Akatukana Kamget kama mtoto. Nikajua kichwa changu nikasema kumbe hii hasira ni ile 2 weeks ago tulikuwa Churo Harambee wa mama. So nikajua hii hasira wakati alisomea Kamget nikajua nikakutanisha. Tukaenda tukaongea huko juu kwa jukwaa. Akasomea Kamget kwa jukwaa. Wakati amejua amechoka, sinakwambia ni muoga. Anajua ni kama amechoma. Akaita Mheshimiwa Sirma akamwambia Mheshimiwa Sirma mkuje Thursday. Akasema mkuje Thursday residence Karen. Appointment Thursday kujeni Karen. Viongozi ya Baringo.
Alijua amechoka, ni muoga sana. Yule mtu ni muoga. Wacha nikwambie ukweli, kama kuna mtu muoga ni Rigiji, lakini anakaa jasiri kwa kamera. Sasa tukaenda Karen. Afika Karen. Tukafika kumbe ameita pia viongozi ya Elgeyo Marakwet. Tukakuwa wengi. Baringo na Elgeyo Marakwet. Akaongea hapo, sema kidogo niko na haraka, sijui rais ameniita State House nini. Unajua hapa nimetengeneza hapa, nimeunda swimming pool imekuwa heated, sijui nimetengeneza nini hapa residence ya Karen, nimeunda sijui gazebo chakula hapo. Sasa hapo sasa mtakuwa mnakuja. Kaongea hapo mingi. Mimi nika kumaliza nikamwambia nataka kuongea, niko na jambo nataka kuongea. Nikainua mkono, akasema sema dakika moja tu. Hakuna tension hata unaona, yani vile kutusomea, yani ilikuwa tu PR ile. Baada ya kusoma vile nilisomea mimi na Kamke ataka akafeel, na alikuwa ameongelea vibaya Chematia, so alikuwa anajua kuna bad blood na watu. Akanipea akaniambia ongea. Nikaongea, nikamwambia ni muoga. Nikamwambia naibu ya rais, ulikuja Baringo ukanisomea, sikujua ni kwa nini ulinisomea. Lakini wakati ulisomea Kamke nikajua kumbe shida ni ile siku tulienda Churo Mchango na Kamke na Ndindi, na shida yako ikawa ni Ndindi. Nikamwambia sikia kiongozi yangu, usinichagulie marafiki. Mimi I owe you respect and loyalty as my deputy, kukusupport na kukuheshimu, lakini kunichagulia marafiki usinichagulie. Sababu hii town mimi nimekujua wewe uko naibu ya rais, namba ulinipea nikiwa mbunge uko naibu ya rais. Ndindi mimi nimejua naye 2012 hii town, namba ya Ndindi sijaandika honorable, nimeandika Ndindi Nyoro. Yako nimejua nikiandika excellency. So urafiki yangu ya miaka 10 na Ndindi uweze niambia siwezi kesho nikatembea naye. Pili, Ndindi ni mtu ya rika yangu. Kuna makosa yote mimi kutembea na rafiki na mtu ya rika yangu. Sababu bora tu nisiseme vitu yenye naharibu serikali, bora niseme tu vitu ya kukutuzi ama kudhalilisha ama ofisi yako, lakini mimi kutembea na vijana wenzangu sioni makosa. Tatu, wewe pia uko na marafiki wenye wanipendi, sija kukupimia hewa, mbona unipimie hewa mimi nitembee na yangu? So tafadhali tuheshimiane. Kwa hapo naomba mimi nitembee na marafiki yangu, ukitaka kuwa rafiki yangu ni sawa, ukitaka kuwa rafiki yangu ni sawa. Ndindi amekuja Mogotio mara kama 4. Alikuja kuniombea kura na rais. Amekuja Mogotio mara kadhaa. Wewe hujai kanyanga Mogotio. Nilichaguliwa bila kujua, lakini Ndindi alikuwa anamjua. So mbona unataka kuwa na entitlement ukiniona nikitembea na kijana rika yangu, unataka kusikia vibaya? Na si kuenda kukutusi, atakwenda kuongelea, atakutumwa na mtu. Mimi nilipelekwa na Cheptumo ndio ya hapa. Aliniambia tuende function. Uweze kuja kunisomea mbele ya watu. Alikuwa na haraka. Akapanic, akaongea another 2 hours. Akaanza kudress down Ndindi. Ndindi ni mtoto mdogo, Wakikuyu waheshimu watoto. Sijui unyinya mwelewa ati amelima. Sijui nini. Sijui Ndindi hajawa, ana familia. Haisi ongoza Wakikuyu. So paka mimi nikakubali labda Ndindi hajawa. Then tumeenda State House few weeks or 3 weeks baadaye, kuna hata na hiyo shughuli iliyako hata online unaweza tafuta. Akasema kwa State House, unajua wakati tulikuwa tumefukuzwa na Uhuru, nilikuwa naenda kwa Ndindi, bibi yake Sofia alikuwa anatupikia chakula. I was like, kwa nini ule Ndindi ulikuwa unasema hajawa juzi tukiwa Karen yako na Sofia tena hapa? Ni mtu he says anything, yani so ikapita hiyo na tukaheshimiana kidogo, tukaheshimiana. Mimi nikajua lens yangu, yeye akaishi lens yake, but akaongelea Chematia vitu wenye na makosa ya Chematia tu ni juu Ndindi alikuwa chairman wake wa committee, so alikuwa mtu chairman yake ya committee, akawa wanafanya kazi pamoja. Matusi Betty Maina, matusi ile mbaya, unajua matusi, mama ya matusi. Na hii matusi kama hiyo ya Chematia ilikuwa alitumia neno nzito sana. Na hiyo ni kitu alikuwa anasema viongozi wengine mkiona. Tukiwa hiyo tunaweza andika affidavit hata ya Betty. Tunaenda udhoni ya Betty na anatusi Betty tukitoka Wilson, tukitaka kutoka Wilson anaongea mbaya. Alisema ni yeye alilipa mahari ya Acha kulipa mahari ile, maana alikuwa anasema kabla tufike. Alikuwa anasema na Betty hii ndio ile last 6 months mnuulize. Na yaseka 1 million. Anasema tu freely tukiwa hapo. Apimangi nani yako hapa, nani yuko hapa. Anaongea kila kitu. Ni mtu hataki kujua hata nani yako hapa, nani yuko hapa. Ni mtu sijui kenye namfurahisha ni matusi, ni kurobokwa. Hakuna mtu wewe viongozi
Jen Kagiri bure juu tu alisema yeye ni mtu ya PCA, akasikia uchungu ni kama yeye ndio PCA kuliko Jen, akaanza kumtusi Jen. Hakuna kiongozi hajatokanwa. Mtu mwenye alikuwa anaogopa kutusi ni Shungwa tu, labda na Suti, hao ndio aliogopa kuwatusi kwa muda. Hii wengine hakuna mtu hajatokanwa. Baadaye juzi ndio ameanza pata mori ya kutusi Shungwa, na alikuwa anaogopa. Hata huyo Sudi anaongelea anamuogopa kama hakuna mtu muoga kama Gachagua. Outside that camera niko sure hata nyumba yake anaweka balo 10. Lakini akitoka nje utafikiri ni utafikiri ni ndume ndio hakuna mtu muoga kama ule. Sasa nikuuliza swali. Wewe ndio ujue ni huyu mtu saa zingine ni muongo. Alisema Matiang'i alimtolea nguo mbele ya watoto yake. 2021. Sema alinitolea nguo mbele ya watoto yangu, wakanitoa nguo, wakanidhalilisha. Imagine mtu amefika kwako akakutoa nguo ukiwa na familia na kila mtu. Alafu saa hizi hiyo Matiang'i amemkaribisha, juzi walikuwa naye wa Munyoro. Wakikaa wakishirikiana kwa hiyo nyumba yenye ulitolewa nguo. That means hakuna nguo alikuwa ametolewa. Lakini ndio story kwa juisi alikuja akatoka nje akasema nguo nimetolewa. Jana kwenye interview ametoa maneno mazito sana kuhusu rais. Rais alikuwa anamgongea meza, yeye pia anagonga times 2. Hawezi gonga. Hawezi gonga. Hawezi. Hata hawezi nikongea mimi meza. One hivi hawezi kuongea mtu meza. Ni uongo. Yule hakuna mtu muoga kama ule, nakwambia bro. Ya Mungu. Si kuna watu wengi wanajua na yeye kwa nje na wanasoma interview. Gachagua hawezi kuongea meza, hata hawezi kuongea medhu. Lakini nje ninakwambia anakaa shujaa. Kama jana nasikia anasema rais ameunda 4 trillion. Budget ya Kenya kwa mwaka ni 4 trillion. Ukilipa mshahara, ukilipa loans, inabaki inaenda minus 600 million. Na ukilipa mshahara, ulipe loans, inaenda minus 600 million. So ni sasa unataka sema kuna mwaka budget haikusomwa ilipelekwa na rais ndio ifika 4 trillion. So lakini you can say anything. Nilikuwa nasikia hata kwa interview asema ati 20 alinunuanga kinanda ile sijui kwa DJ ilikuwa 25,000 in 1980. Unajua ni kuna Google na kuna ChatGPT na sisi ni vijana kwenda kufanya hiyo pesa. Akasema hiyo pesa ilikuwa 25 million ya Kenya sasa. Ingia ChatGPT ufanye hiyo 1980 ya 25,000 ni 1.2 million. Alikuwa anasema it was 25 million. Ni mrongo. Yani anything about that guy is fake. Yani ni uongo. Lakini akitokea anatokea kama yeye ni jasiri, yeye ni simba, yeye ni mtu haesi blink, haesi tishiwa, yeye ni maumau. Hakuna maumau wenye angeenda Nairobi ni Karen Hospital akimbichiwa. Maumau angaangaliana na imbichasi yake. Lakini unasema kwa siasa hii maneno ndio inafurahisha wananchi. Sijui kama ita convert kuwa kura. Mambo ya kura ni sayansi ya siku hiyo ikifika, lakini mahali tamkwamua ni plan. Akifika mahali ya kukua na plan. Unajua sasa kabla unajua ameanza kufika party ngumu kwa maisha yake ya siasa. Ukianza kuona party, kwanza una blackmail vile una blackmail watu. So yeye ataanza kublackmail yeye mwenyewe na candidate aspirants. Ni kama watu watakuja waokote shilingi alafu wapote. Kuna watu sasa hapo kwa shida inaonea huruma mtu atasimama na hiyo chama sababu party leader ni obtainer, deputy party leader ni obtainer. Yani hapo aspirants wataumia kwa hiyo chama, watanyanga aspirants wataumia na waonea huruma. Yani utakuwa unakatwa hapa na party leader, deputy party leader anakupigia leta mzigo hapa. Ni kazi ngumu sana. Lakini hiyo si shida vile watangangana na obtaining yao sina shida. Sababu kila mtu na vile anafikiria. My point is ameingia kwa party sasa ataanza kublackmailiwa. Sasa utaanza kuja na manifesto, kuja na plan. Kama sasa anakataa housing, yeye mwenyewe alikuwa anaongea akisema housing is the best. Anakataa SHA, alikuwa anasema SHA is the best. Hivi yote anakataa yeye mwenyewe amesha. Sila Fund amesema ni biashara gani naweza anzisha na 500. Na wakati alikuwa anaanzisha ilikuwa nini akiye mwenyewe akitangaza akisema. You see, wewe kutoka serikali all of a sudden na ukue mwerevu sana. Acha nikwambie ukweli. Watu ya milima ni watu werevu sana. Ni watu wangwana sana. Hiyo watu tunashukuru sana. Wamesimama na serikali, wamefika penye tumefika. Hata wale wana believe kwa Munyoro si walaumu. Ule mtu ni mtu akikudanganya. Ni mtu wenye ukiingia kwa nini yake atakupeleka mbio sana, wewe sielewa. Yeye anasema rais ndio muongo, yeye sio muongo. One thing about William Ruto, and even that wa Munyoro knows. If William Ruto gives you a word, he owns his word. He's a man of his word.
William akwambia tuonane Jumamosi tutafanya hivi, Jumamosi atafanya hivi. Huyu it doesn't mean anything. It doesn't stand for anything. It doesn't mean anything. It doesn't stand for anything. Hata kuimpichiwa nilisikia jana akisema I didn't see it coming. Ni kweli. Alikuwa unajua alikuwa na kiburi mingi angaona. Ya kwanza anasema anasikiza ground. Hakusikiza hiyo ground. Wacha hata kusikiza ground. Yani nile alitusi viongozi na kudhalilisha sana. He thought he will blackmail them. Hakuna mtu kitu angefanywa. So he blackmailed. He thought wakati ataimbichiwa Kenya atasimama, Wakenya watauana, kutakuwa na nini. So he thought he's bigger than what he is. Wacha nimwambia hata amesema 20% watu watapigana. I'm a young man. I'll ask the young people to do anything politically they want to do. But the line of anarchy, we are the only remaining hope of the east of the IGAD region. And if we go down, we'll have let down many other countries who depends and look up to Kenya. South Sudan, Congo, Somalia, Ethiopia. We are the pillar of this corner of the Sahara region. And if we go down, it will be a big disappointment in the region. And the only way we can go down is if we allow such people who say that the post-election violence because of Akure doesn't. You know, we are not electing a saint. Election is not to elect a saint or Jesus. It's to elect leaders, one among the equal, to lead us. And it should not lead to any place that we feel like we should shed blood for one person to be elected. Because it's never that serious that someone should die, people should die for it to be for someone to feel that he's in government. So inciting people down the line of clashes is the lowest that he can think, but he will still go low. He's shameless. He will still go lower than that, and it should be expected more. But Kenyans should not go that direction of violence because sisi vijana, sisi generation yetu, hatujui tofauti ya Msapere na Mlunje na Mjaluo. Sisi ni vijana tumesoma pamoja. Wanaweza kuwa wako na hii akili yao kwa akili yao watu ya kitambo ya TNA, lakini sisi maboi tumegrow, marafiki wewe ukiangalia call dial yako, Sabuni wewe ni best yangu sana. Mimi kuna viongozi wengi wanatoka kwenu. Lakini ampigiani vile tunapigiana. Mimi pia kuna watu wengine wanapiga media kwetu wengi. Sisi vijana ukipata mtu mwenye ina line muna move na huyo. So mtu akitaka kupeleka Kenya down the line of clashes, that will be the lowest he can take Kenya. But God will not allow him to do that because this country is built on it has a deep foundation of faith, and it will stand the test of time. Side reckless leaders will come and go. But imagine such a person was a breath away from presidency. Mungu anapenda Kenya. If today, God forbid, the president is not there, who takes over the mantle? It is the deputy. Imagine that person who is ready to sing the country that law, that will post-election violence will look like a Christmas party. Because he doesn't have position. If you ask him, anything is against nothing, the position. Do you think maybe action should be taken against him? NCIC nafaa tumuone labda pale DCI Monday. That is what he wants, for him to go and cry. Serikali ya William inataka kufanya to use it as incitement. I will advise those responsible not to let him talk. Kenyans will know him. Every day he talks, Kenyans will know him. By the time we are getting to 2027, everybody will understand him. This is a person who will stop at nothing to get his interest. If he could cry in 2022 for a position that he didn't hold, and he cried, I saw him cry. That was the first time I saw a big man crying for a position. I've never seen. Amesema rais ndio alikuwa analia kwake. Alilia Karen, ask everyone who is in Karen. Ask everyone who is alilia mbele ya watu na akatoka na akaenda na akaita Dorcas. You can ask Sudi when you meet, or you can ask Ndindi Nyoro. Ni wao ndio alimrudisha akienda. Alikuwa ametoa machozi, analia, anatoka akienda na kiongea mingi sana. Alikuwa anaongea mambo kama 1000, sijui pesa ya Uhuru imeletwa kununua bunge. He was saying ati pesa ya Uhuru imeletwa na ikuja na kina Mwaura kuja kununua watu ndio asimpigie kura. That man sees ghost all over every time. Akatoka hapa akilia, I saw it, I can hold a Bible, I can swear with David. He cried outside Karen na akatoka hivi akakuja akienda akilia. Because alinyimwa position. Alilia vizuri, machozi katoka. Kina Ndindi wakamfukuza kumrudisha na Sudi. Actually Sudi was supporter ya jamaa, Ndindi was supporter ya jamaa. Ile watu wote walimsupport wako msituni. Kimani Ngunjiri wanakuru, ask Kimani Ngunjiri when you meet him. Kimani Ngunjiri ameongea pia, amesema hii mambo ya tribal ya violence inaenda njia mbaya. I come from Rift Valley.
a very cosmopolitan. And I understand Kimani Ngunjiri. We lost people. All of us, we lost people in that region to clashes. We have had worse clashes, 1992, 1997, and 2007. The worst of it was 2007. Nakuru is a region that, we need it every day. Mogoti, our town is Nakuru. Where I come, as a constituency, we go shop in Nakuru, 30 kilometers to Nakuru. I was born and I grew up and born in Rongai, which is in Nakuru. Cosmo. That's why I speak low, because I grew up in a estate, Makonge. And we know what post-election violence means. We know we lost people. We know so and so. We can say names of the people we lost. We can say people displaced. Each community lost people. It's not that it was a one-sided clashes. It was a both-sided. Kalenji lost people. Kikuyu lost people. Even police themselves, they were killed. The side of government. So it's not something that you play with. And I understand Kimani Ngunjiri when he speaks that Nakuru is a delicate region that every time we should talk cohesion. We should talk peace. Eldoret, Naivasha, we have suffered the brunt of post-election violence. In Baringo, where I come from, we have an MCA Kikuyu called Solomon Kuria, who sits in Baringo County Assembly, elected by the people. So when you talk in Nyeri comfortably or Munyoro, are you considering that you're even talking for someone who sits in Baringo County, in Kabarnet County Assembly, in Baringo County Assembly? Anna Makwasa Yote, he live, he coexists with people, elected rightfully doing his work, because that's how it should be. Do you even remember that there is someone, Mwenyako Bungoma? But because, unajua mtu nasikia hata akiwa university alikuanga spy ya gava. Ile wakati wakati ya university alikuwa special branch anaambiana into story analipwa is mtu so desperate for money. And he is after riches. Amesema ana pesa ya kutosha. Kando na haya ya mambo ya Rigathi Gachagua, kuna kiongozi ambaye alimreplace Professor Kithure Kindiki. Sijui unamuonaje sofa, na kama mwanasiasa wa ruling Kenya Kwanza government, unaona labda ataweza kusaidia kumarshal eneo hilo kisiasa na kuweza kumsaidia Rais William Ruto kuchaguliwa tena? He's a good man. Prof is a respectable man. Professor Kindiki is a man of respect. He respects leaders, he respects everyone. He's a good human being. Prof might not be as an orator as the other one, but Prof means what he says. Prof is a sincere human being. What you see is what you get. It's not a double-edged human being. Very hardworking, workaholic, very thorough with his work. Ni mtu mwerevu sana, ana understand kazi yake, commands a lot of respect in the cabinet and even in the circle of leaders. So we'll build them just like, and all leaders are built. There's no leader who builds himself. All leaders are built. They are built by people who sacrifice their ambition to build others. Just like Gachagua was built for the last 2 years. He was a first-time MP. First-time MP, he was built. Even if you look for clips, you will get even our clips supporting him. We've supported him. We've built him. And just like that, Deputy President will also be built. Kenya will have another different kind of a leader, from the one who is abrasive to someone who is assertive and very respectful. So we'll build him. We wish him well. We wish him God favor. Hope he grows up to be a good leader in this country and even go further than where he is. There's no harm. He believes in the diversity of the Kenyans. He believes he's not a tribal leader. He doesn't look you from the basis of your tribe. He's someone who looks at you as a human being. So we wish him well. He's a good human being. He has time to put his footing, and time will tell. But we'll support him. Mheshimiwa, tukimalizia tumeona political alliances zina form, mambo ya watu wanajipanga kuhusu kazi ndio inaendelea, lakini unajua 2027 sio mbali. Tumeona viongozi wamejitokeza, Fred Matiang'i, nani wengineo. Sijui unaonaje hawa watu wa opposition? Do they have a chance to beat you in the ruling party and to beat President William Ruto? There's a difference between midterm and election time. Things align and realign. And there's no harm in people being ambitious.
Wish all of them to vie. Those who want to vie, everyone who feel like he can give it a shot. Wish them well, and we'll see it when we get there. But for sure, I'll assure you that President William Ruto will win second term because of his hard work, because of the work he's doing. You know the good thing when you are elected leader, all the things you are being criticized, you still have time to do them. Like me as a member of parliament, when you say there's no road here, tomorrow I do the road. When you say there's no electricity, tomorrow I get the electricity. When you say this school is bad, tomorrow I do the school. When you say, you know, there's no water, tomorrow I get water. So there is solution to it. When you sit in position, you have answers there. You know, when you say SHA is the problem, what about the SHA is fixed? The way is this been fixed now? When you say housing, you want to see the houses, you see the houses. When you say the road is the problem, the contractors goes back to site to do the work. So the good thing with when you're in position, you answer those problems with action, those complaints with action. And with President William Ruto will be, as an insider who knows what he's doing and what he's planning and how he's arranging the development, I can assure you that by 2027 his track record will be unmatched. For a first time a president, no one will beat him, not even Kibaki first. Tumalizie pale kwenye grassroots, tutaongea kidogo kuhusu mambo yako kidogo ya Mogotio, but tuambie Baringo pia ya kati, rafiki yako na mentor wako, may God rest his soul in eternal peace, Senator Cheptumo. Nimesikia kuna senator hapo wa Baringo Eketi anataka kurudi. Gideon Moi. You know, may God rest his soul in eternal peace. He was actually my mentor. He held my hand. And I also supported him. I also built him as a leader. And he gave me a lot of advice, a lot of wisdom. And he gave my people confidence that this young man will perform. And I think I have made him proud. And I think wherever he is, Senator Kipkiror Cheptumo is proud of what I have done in Mogotio, because I went by script and what he told me to do. And may God rest his soul in eternal peace. Now there is vacancies in Baringo. We are waiting for IBC. We are not sure is why. The race is not yet officially open. There is no, IBC has not been set aside. The date of election has not. So it's a premature conversation. Let's cross that bridge. For now, those who are willing, and you know, those who want to ambitious to be our senator, we wish them best of luck. When that time comes. Kisiasa watu wanajiuliza labda kijana mzee makosa labda ilikuwa ni chama yake ni mbaya akaenda against William Ruto. Labda mtamsamea this time? Wacha ifike hapo wakati ya kura. Hii maneno tutajadiliana vizuri. Nitakupea ama wewe mwenyewe unataka utoke hiyo kitu, utoke kwa hii house cross kwa the other house? Hapana, unajua watu wakichagua ni watu wamekuheshimu, wamekupa heshima na uongozi, lazima uonyeshe kenye ulikuwa unataka na hiyo kiti. I did not vie because I wanted a seat. I vied because I wanted to make a difference that I'm making in Mogotio now, and I'm still determined to do more. And the track record I'll set in Mogotio has never been set, and I think my people knows. You know, the good thing is that when you work, you don't need to explain much. That's the way William Ruto doesn't need to explain SHA. If you go to hospital, utibiwe uende nyumbani, you don't need to say SHA is working, it is doing its work. You don't need to explain the houses in Mukuru. Ukipita hapo bypass unaona ya Kibera. So I think myself, I still have time. I need time because, you know, I'm a young person and I have to prove myself, and even beyond reasonable doubt that I was the right man for the job, and I'm still the right man for the job. So I'm focused on the job I have. For Senator, I'm a voter just like any other voter, but I'll give all of them a fair playground. If they come to my constituency, I'll give them a microphone, I'll give them audience to speak to the people. I'll encourage my people to make the best decision because they know how to make the decision. If they didn't know, I wouldn't be elected. They spotted me inside a crowd and say, we want that young man. That little young man, that's the one we want. So in their wisdom, I don't doubt. They are very wise people. Let them make the decision. I didn't want us to discuss that topic prematurely. It's a topic of its own. When we approach that time, you know, when we approach that time and the election comes, there's a date, I'm a phone call away from you. There's a discussion we can have. Absolutely. Mogotio constituency. Watu ground wanasema aje, tumalizie tu, tuwasalimie. Ni mambo magani mawili matatu? Tuko half term ambaye leo ikisemekana
watu warudi kwa debe. Ruben Kiborek saa 12:02 asubuhi labda atakuwa amerudi bunge ama asirudi. Ni mambo magani umefanya? Ama utakuwa umerudi wa Munyoro ya huko Mogotio? Pale Mogotio tumepiga mpoka, tumepiga kasi. Tumepiga kasi ya CDF, tumepiga kasi ya basari, tumepiga kasi ya kusaidiwa na rais. Unajua rais amefanya kasi. By the way, if you want to know president has worked, beside all these noises, ask members of parliament. They know. Ask people in the constituencies, they know. Sisi tuko na barabara ilikuwa imekwama, rais ametuwekea pesa 72 kilometers inasonga. Tuko na ingine tumeweka inatoka mahali wa Sikimoro miende Sirua. Kuna ingine tunatafutia pesa, nafikiri by next year tutakuwa tumefanya inaitwa Pororo Uchi Sirua Uchi. Tuko na tuna final touches ya kupanga kujenga ni referral level 5 hospital. Tumekuwa na shida hospitali. Tuko na tumemalizia huduma center. Tuko na huduma tunaenda mbali. Tumejenga college ya livestock training institute. Tumejenga sports academy, tumejenga bridges kama 3-4 saizi kielekea juu, tumejenga mbili ndio inaingia tendering stage. So tumejenga cereals, tunapanga kujenga cereals huko juu milimani. Tumejenga tuko na pesa ya kujenga ICT authority au ICT apps. Tunajenga hostels ya wanafunzi wetu ya technical yangu inaitwa Emining. Technical noma sana. Jenga hostels hapo ya watoto ya 570 units. Tumepiga shughuli ya tumepiga shughuli ya land registry, tumekaset, tunangoja ianzishe. Tumejenga ghorofa hatari. Kuja Mogotio utaona shughuli ghorofa hatari. Kama saizi tumesonga, tuko saizi tunamalizia Kipkitu, tulimalizia Mogotio township, tunatotona, tumesonga kusonga. Tumeweka complex, all complex tumeanzisha kujenga kule Emining Secondary School, the best school in my constituency. So we have done small feeder roads, we have done tumefanya mingi. Maji I think water access to clean water. When I was elected, maybe it was 30 something, maybe it could be 65. And I think by 2027 we will be doing 80 access to clean water. I will be doing 80% to the homesteaders and to the people. Tumepiga shughuli irrigation kama kadhaa, maji moto inaendelea, Rosoga inaendelea, Molosiru inaendelea. Tumesonga. To be honest, kuna hospitali ilijengwa ikakwama 2011, tumeshughulikia inajengwa. Sasa tukiongea contractor anaingia site maybe next week. Tumesonga. I can tell you all said and done, my people knows. My people knows, they are appreciating, and I owe them the work na kuwafanyia kazi, na sina shaka pale ile kazi nimepiga shughuli, sina shaka. Hata nafikiri hata waliniambia ni sprint poster 27, nikuja tusema mjambo mko wazima, asanteni. Sababu ile shughuli tumepiga, tunajenga industrial park ya 500 billion industrial park, ndio tuweze kuwa na kutafuta makazi kwa vijana wetu. Shughuli ni mingi na saa wingi, saa zingine nasema yote, saa zingine nasahau juu ni mingi. Naam, asante sana mheshimiwa. Tumeweza kusikia kwako, mtazamaji pia najua ameweza kufaidi mawili matatu hapa. La mwisho tu message kwa your constituents pale Mogotio, wa Kenya kwa jumla katika mwaka huu wa 2025 hapa katikati. Niko na message kama watu yangu ya Mogotio ni kwamba nitawafanyia kazi, ndajituma na mnaelewa kwamba mimi ni mtu wa kujituma. Nitafanya kazi, I'll go out of my way, I'll make a difference, and for sure we'll make a difference, we'll make a change, and my people will remember they lived a leader who was visionary and transformative. We'll try as much as possible to transform that constituency to something else. To the people of Kenya, before the people of Kenya, the young people of Kenya, let's not lose hope. Let's keep pushing. Let's keep fighting. Let's keep working hard. When you want to lose hope, you are close to the dream or whatever you want to achieve. Let's be agile and flexible because of the market. The way it is, to be honest, is that as it is,
the fiscal space is tight in the side of government. You have to look at it from corporate, vile wanajituma, maanza TV yako, mwingine ajitume hivyo. It's a sum total of our kujituma. In anything you do, keep pushing, and it needs time. If you want to kushika laini kwa TV yako, you need about 5 years. Doing the same thing, waking up every day doing the same thing, you need about 5 years for it to get a breakthrough. And if you can look at even the online TVs which have mushroomed, those which are speaked, they have taken time in the industry. They have not given up, even when there was a reason to give up. And you know, most of the time for you, vijana mwenye mnajituma, mwenye muko kwa space ya digital nini, content creating nini hizi, saa zingine unapata jina kubwa kuliko uwezo yako, maybe ya kifedha, ama hata even uwezo yako ya kiakili. Sababu as you grow, you must also try to as much as possible to grow paka kielimu. Kama mimi sasa nimerudi kupiga master, sababu as you grow you have to open up your scope, your world view, your understanding of things. So saa zingine ukiwa na jina kubwa, labda pesa haijafikana hapo, pressure inakuwa mingi, unaanza kuwa depressed. Unaanza kuona ni kama mimi nimefika mwisho nini, unaanza kufikiria mambo mabaya, unakunywa pombe ili ya kujiachilia na shughuli nyingine. I want to tell the young people that no lose hope. In that way, as you bounce, as you go down, you know, if you go down harder, you will bounce back. The only thing which you can die in a person is your resolve. Your resolve to, to succeed. If that dies, then you will not succeed. But if you still have that resolve that I'll make it, that is the difference. Don't lose that resolve. Don't lose that determination. Be resilient. Life is unpredictable. Today you are top, tomorrow you are down. Today you are here, tomorrow you are there. So if you don't have that, that mentality, it's about mentality. It's not more about the talents, mentality. You have to have a very strong mentality, very unbreakable, and desire to succeed. You'll succeed. And to the people of Kenya, let's be peaceful. Let's not be, it's not, we should not be too political, in the sense that we have also to think about the others, the other human, about, economic, social, as much as politics, okay, but less much as possible, try as much as possible to focus on other things, so that we don't focus from election, then we fought, then we think about 2032, then we focus on 2042, then 2052, then we stop, living even. We live a very bitter life, that it is political. Nani amesema nini, Kiborek amesema nini, Kashagu amesema nini, nani amesema hivi. It's, we make the space to be so toxic. So we should detoxify the space, make the space to be more, more lively, more about business opportunities, more about social life, more about other things, so that we are not, it's not about politics every time. 2027 will come and go. You can hate someone, then he is elected. You hate again for another 5 years. Or, you put it into your heart so much. If you put it into your heart so much, you will end up being depressed, like Wamunyoro, who is depressed because he had put that position in his heart. He had put so many things and that title in his heart. So let's not be that toxic in terms of, sucking the toxic, atmosphere in the environment, and make the country build investor confidence. Make sure that even someone who comes to Kenya say, this is the country I want to invest. Give that confidence through stability. So kwa ingine tupige shughuli. Na najua labda 2042 52 nitakuwa rais yako. Wanaopita ni Mheshimiwa Rais Reuben Kiborek. Asante sana Mheshimiwa kwa kutupatia opportunity. Wakenya wamesikia. Don't kill your resolve. Don't let your resolve die. Na pia mambo ya toxic environment, toxic political culture tuache. Until next time, asante sana. Siku sombo.